Nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV, wewe ambaye unaendelea kufuatilia chaneli hii kupata zile dondoo zote za kimichezo kutoka hapa. Bwana, FIFA World Cup 2026, mashindano haya makubwa duniani ya kombe la dunia yameendelea hapo jana katika mchezo mmoja ambao uliwakutanisha timu ya taifa ya Brazil dhidi ya timu ya taifa ya Norway. Mchezo ambao ulikuwa ni mkali kushuhudiwa katika michuano hiyo ya FIFA World Cup kwa mwaka huu 2026. Bana, Brazil iliweza kutolewa katika hatua ya 16 kuitafuta hatua ya robo finali ya michuano hiyo mikubwa duniani ya kombe la dunia. Brazil ijitahidivyo kama inavyotambulika kwamba timu ya taifa ya Brazil ndio timu pekee ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika michuano hiyo ya FIFA World Cup miaka yote, haikuwahi kutoka katika hatua hizi za mwanzoni kabisa. Hatimaye Brazil imetoka katika hatua hiyo ikitolewa na Norway kwa mabao 2-1, huku bao pekee ambalo limefungwa na timu hiyo ya Brazil ni bao la penalty ambalo lilipigwa na Neymar, huku magoli mawili yaliyofungwa na timu ya Norway yakifungwa na mchezaji Erling Haaland. Timu ya taifa ya Norway imekuwa ni timu pekee ambayo imevuka katika hatua hii kwa mara ya kwanza katika historia ya timu hiyo katika michuano hii mikubwa ya FIFA World Cup. Timu ya taifa ya Brazil, licha ya kuwa ilikusanya kikosi chake chote katika mchezo huo ambao umeonekana bado haukuweza kufua dafu mbele ya Norway, wachezaji nyota katika timu hiyo akiwemo Neymar Jr, Vinicius Jr, Enrique, Danilo, Bruno Guimaraes, Matthews. Huku kwa upande wa timu ya taifa ya Norway, wachezaji ambao walipambana dhidi ya timu ya taifa ya Brazil wakiwemo Erling Haaland. Wapiga kasia hawa wa nchini Norway wameonekana ni timu pekee ambayo inaendelea kupambana kufika katika hatua za juu kabisa za michuano hii mikubwa ya FIFA World Cup 2026, ikiongozwa na mchezaji Erling Haaland ambaye mpaka sasa ana takribani magoli 7 aliyoifungia timu ya Norway. Amekuwa ni mchezaji mmoja kati ya wachezaji ambao wanaongoza kwa magoli katika michuano hii ya mwaka 2026. Timu ya taifa ya Norway tayari imeshaingia katika hatua ya robo finali na itakutana na timu ya England katika hatua ya robo finali kuitafuta nusu finali na hatimaye finali. Kitu pekee ambacho kimewagusa watazamaji wengi na kuendelea kuipenda timu ya Norway katika michuano hii ya FIFA World Cup 2026 ni pamoja na staili ambayo wamekuja nayo kwa sasa. Endapo tu watamaliza mchezo huo na kuibuka na ushindi, wanaweka ngoma ambayo inahamasisha zaidi katika michuano hii. Pindi ambapo wanapiga basi wana utamaduni wa kuonyesha staili ya kuvuta kasia, ikikumbuka enzi hizo walipokuwa wakipambana vita, walikuwa wakivuta kasia kuenda kupambana na wapinzani wao. So inakuwa ni moja kati ya historia ama tamaduni ambayo wanayo katika michuano hii na kuendelea kutukuza utamaduni wao wa nchi ya Norway. Bana, FIFA World Cup inaendelea, na kwa upande wa timu za Afrika tumebakisha timu 2 tu ambazo zimeingia katika hatua ya 16 bora kuitafuta hatua ya robo finali. Timu hizo ni pamoja na Misri pamoja na Morocco. Bana, hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates kama hizi za kimichezo kila wakati. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.